Bana, Libasa Geye rasmi ametambulishwa unyamani. Nipo na mchambuzi Lugano hapa kumchambua Libasa Geye ni mchezaji wa aina gani, wachezaji gani ambao kazini kwao kuna kazi ujua Libasa Geye. Bana, rasmi Libasa Geye ametambulishwa kikosini. Ni mchezaji wa aina gani? Moja kati ya vitu ambavyo Simba tunaweza kuwapongeza ni kumtambulisha mchezaji mwenye quality ya kucheza Ulaya na kuwa mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi ya Tanzania. Kuna timu inaitwa Maize pale Ufaransa walikuwa na mhitaji Libasa Geye. Na huenda muda si mrefu itakiwa aende kule. Kuna sehemu amedelay tu sehemu fulani hivi, Simba memwai wamemchukua. Kwa hiyo lazima tuanze kwanza kuwapongeza Simba kwa kumpata huyu mchezaji. Kwa hiyo nikikwambia ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji wa daraja la juu kabisa. Kwenye nafasi yake ambayo anacheza kama winga namba 10, yani uzuri wake anaweza katokea upande wa kushoto, anaweza kutokea upande wa kulia. Namna ambavyo mwalimu anataka kumtumia kwenye mchezo husika. Ni mchezaji ambaye anawezekana akakupa ubora wa mechi zile ngumu ambazo mabeki wanasema kuna mabeki wanakuwa karibu. Yeye anaweza akatumia nguvu ya kupenya katikati kwa ubunifu tuseme kwenye nafasi ya ushambuliaji. Kwa hiyo moja kati ya chaguo bora ambao malipata Simba ni kumpata Libasa Geye. Tunazungumza hivyo si kwa sababu tu ni mchezaji ambaye amekuja Tanzania. Wengi ambao walikuwa wanafuatilia chani watakuwa wameona akiwa anachezea Senegal kwenye mashindano ya timu za ndani, ligi za ndani. Mchezo ambao utakuwa unakumbukwa licha ya michezo mingine ambayo ilichezwa Zanzibar. Yeah, lakini miongoni mwa mchezo ambao ulimpa mpaka watu kumfuatilia. Unajua yani kila mtu anayefuatiliwa kuna moment yani mpaka ufuatiliwe lazima una kitu umekifanya. Tuzo ya mchezaji bora dhidi ya Nigeria ndio ikamfanya kila mmoja ajiulize mchezaji imekwaje? Yeye ni nani? Unajua pale ndo yani nakumbuka ile mechi kama nitakuwa na kumbukumbu sahihi alikuwa anatangaza alikuwa nani huyu Garibu Mzinga alikuwa anaitangaza ile mechi kama nitakuwa na kumbukumbu sahihi. Libasa Geye ameenda kuchukua tuzo. Kabla hajaenda kuchukua tuzo anazungumza kwamba miongoni mwa wachezaji ambao leo wameonyesha uwezo mkubwa ni winga wa kushoto, alikuwa anatokea kushoto. Yaani wakati mwingine alikuwa anabadilishana zile. Kwa hiyo akasema miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha mchezo mzuri leo ni mtu fulani si nini, lakini baadaye hata wale ambao walikuwa kwenye mchezo husika wakampa tuzo ya mchezaji bora. Ina maana hata sisi ambao tulikuwa tunaangalia ule mchezo ulikuwa unasema ule jamaa yani chuma kweli yani kacheza sana. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kujua kama limetokea tu mara moja. Umeelewa? Lakini kuna watu ambao wanamfuatilia ndio wanakuambia ni bonge la mchezaji. Sasa ukitaka kujua bonge la mchezaji the watu wanamzungumzia na mahitaji ya timu Maize kutoka pale Ufaransa. Kumhitaji mchezaji kama huyo, unajua ana kitu. Ni wazi kabisa tunaenda kuiona Simba tofauti kwa usajiliwa. Tunaenda kuona Simba ambayo itakuwa ina ukatili sana eneo la ushambuliaji. Ngoja nikwambie, Simba ina wachezaji sana wengi wazuri. Umeelewa? Mfano eneo la ushambuliaji. Mchukulie mtu kama Jonathan Soa ambaye kwangu mimi ndo striker sasa hivi kwa Tanzania, ndo striker ambaye ni katili sana. Jonathan Soa yuko Simba. Kuna watu ambao wanahitaji kusaidia majukumu ya Jonathan Soa ili awe bora. Unaonekana na lugha fulani. Sasa uwezo wa Jonathan Soa utabebwa, mfano uwepo wa Morris Abraham ambaye kidogo yani ameujua uwezo wa Morris wa Jonathan Soa. Anajua Jonathan Soa akiwa sehemu gani ana uwezo wa hatari kiasi gani. Mchezaji kama huyo yani anatokea sasa nyuma ya Jonathan Soa namba 10 au namba 8 anacheza. Umeelewa? Anayetoka pembeni ana ubora gani wa kumsaidia Jonathan Soa kuwa bora. Kwa kama kuna ubora pembeni, kuna ubora nyuma, kuna ubora katikati. Maana yake huyo wa katikati huyo atakuwa anapata urahisi sana wa kulishwa mipira ya kufunga. Wamempata mchezaji mzuri sana Simba. Yaani Simba kwenye mapambano ya kumpata mchezaji ambaye alikuwa anastahili kwenda Ufaransa akaja Tanzania baada ya kwenda Ufaransa. Hiyo ni chaguo sahihi ambalo unaweza kuanza kulipongeza. Yaani bila chenga yoyote. Simba wamepata mchezaji mzuri na ni bora.
wachezaji wengi ambao wanaenda Ulaya sio wale unga mwana, wanakuwa yani huko wameshaona uwezo wa mchezaji na uzuri wake. Senegal wanachokifanya ni wale wachezaji ambao wanaanzishwa kwenye academy. Libasa Gueye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekulia kwenye mifumo ile ambayo mchezaji anatakiwa kuweje, uwe bora kiasi gani, kwa hata discipline ya maisha yake ya kawaida vitu vya nje huenda visimuathiri kwa sababu tayari ashatengenezwa kiakili na kuwa tayari. Lakini namna pekee ambayo haitaki kumuathiri yeye ni psychology. Mimi huwa napenda kuzungumzia sana psychology kwa sababu msingi wa mafanikio ya mtu yatokana na kichwani upoje. Inawezekana kaja huku jina likawa kubwa, akaanza kupoteza ule umakini wake na utayari wa kufanya vizuri. Kwa hiyo akitulia, akikubaliana na mazingira kwamba sasa nimeenda kucheza ligi ya Tanzania. Na uzuri wake ligi ya Tanzania ni ligi bora kuzidi ligi ya nini? Ya Senegal. Ni ligi bora kuliko ligi ya Senegal. Ila Senegal wana vipaji sana kuliko sisi. Na timu ya taifa ina wachezaji wengi nje kuliko sisi. Sasa matamanio ya Libasa Gueye ni yeye kichwani mwake akiwa na matamanio ya kwenda Ulaya. Ndio nao nasema psychology yake isije ikakata tamaa kwamba sasa nitakiwa kwenda Ulaya, nimeenda timu za huku na akacheza kwenye level za huku. Kichwani acheze kwamba nataka kwenda bado Ulaya. Kwa umri wake aliokuwa nao miaka 23, nataka kwenda Ulaya. Ninaamini akiwa na mentality ya kwamba nataka kwenda Ulaya, ataenda kufanya vizuri kwa sababu ile pushing yake haitakuwa tena level ya ligi ya Tanzania. Itakuwa ni level ya kutaka kwenda kuonekana zaidi kuwa ni bora huko Ulaya. Kwa hiyo naamini atakuwa mchezaji ambaye atasaidia Simba. Kumekuwa kuna maneno kwamba wachezaji ambao wanatoka ni wanakuwa wazuri lakini wakishafika Simba performance inashuka. Hili nalo vipi kwa upande wako? Nadhani nimetoka kuzungumza hapa. Yaani Simba shida ya wachezaji wazuri wanapotoka wakija Simba wanakuwa sio wachezaji wazuri. Kitu ambacho kinaweza kakamkwamisha mchezaji mzuri ni wale wachezaji wengine na wachezaji wazuri ambao wapo mnakuta kikosini, wanakusaidia vipi kuwa bora. Kwa Simba kuna baadhi ya maeneo walikuwa wanasajili wachezaji wa kawaida ambao hawawezi kuongeza viwango vya wachezaji. Ngoja nikwambie, unavyomuona Pacome yule anakuwa bora ni kwa sababu kuna wachezaji wazuri ndani ya Yanga ni bora. Hawamfanyi Pacome alale, anajua wakati wote nafasi anaweza kaichukua. Umeelewa? Lakini inakuja huyu Pacome unapomwona kwenye mechi kubwa anacheza, kazi yake inaanzia kwenye mazoezi ya kawaida ambako mwalimu anatengeneza timu A na timu B zinakutana. Umeona? Zile battle ndo anatengeneza Pacome kuwa bora. Kwa sababu anakutana na mchezaji mmoja, timu moja tu, kwa maana timu hiyo timu moja, lakini A na B unakutana, Pacome anakutana na mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa pia. Kwa anampa challenge ya kumnoa kuwa bora. Wanasema kisu kizuri huwa kinakutana na kinoleo kizuri pia. Kwa jinsi ambavyo kinanoa ndo kitu ambacho kinaenda kutengeneza vizuri. Kwa Simba wakisajili wachezaji wazuri, ndani kwa ndani wanasaidiana kuwa bora ndani kwa ndani. Mimi nikushukuru sana Lugano. Asante sana.